Hujambo mtazamaji, karibu katika kipindi maalum kinachoangazia mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi wa umma unaotekelezwa na taasisi ya Watumishi Housing Investment. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Agnes Mbapu, mimi ni Ismail Bugdha. Kipindi hiki kitaimulika baadhi ya miradi iliyopo katika mikoa ya Dodoma, Singida, Ruvuma na Lindi. Makazi bora ni moja kati ya hitaji muhimu na lazima katika maisha ya kila binadamu hapa ulimwenguni. Kupitia makazi bora ndipo utu na umaridadi wa mwanadamu huakisi maisha yake halisi anaoishi katika dunia. Nchini Tanzania, moja kati ya hitaji muhimu kwa watumishi wa umma ni makazi bora na salama. Watumishi wa umma, kutokana na idadi yao kuwa kubwa, lakini pia wakiwa wao ndio waliobeba mustakabali wa nchi katika ujenzi wa taifa, swala la kuhangaika katika kuyasaka makazi bora mitaani kile uchwao limeifanya serikali kukuna kichwa ili kutafuta suluhu ya changamoto hiyo. Zefania Solomon ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa Watumishi Housing Investments, anaeleza lengo la serikali la kuanzisha taasisi hiyo. Watumishi Housing Investment ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, ambayo inajishughulisha na usimamizi wa utafutaji fedha kwa ajili ya uendelezaji miliki. Vile vile inajisimamia kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kuweza kuwa na utamaduni wa kuwekeza taratibu. Kwa hiyo tuna mifuko miwili tunayoisimamia. Mfuko wa kwanza ni wa nyumba ambao ni REIT, unaosimamia ujenzi wa nyumba kwa ajili ya watumishi wa umma na wanachama wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Vile vile tuna mfuko wa Faida Fund ambao ni kwa ajili ya uwekezaji wa mtu mmoja mmoja na ni kwa kila Mtanzania mwenye uwezo wa kuwekeza. Huu mfuko ambao ni kila Mtanzania anaweza kuwekeza ni mfuko ambao unakuwa kwa kasi, unaendelea kuwa. Lakini kwa sasa kwa program tulionayo ambao tunaendelea nayo ni ujenzi wa nyumba za watumishi wa umma. Tuna ujenzi wa nyumba za watumishi wa umma ambao unasimamiwa na mfuko. Hizi ni kwa ajili ya kuwauzia watumishi wa umma. Lakini vile vile kwa sababu si dhamana yetu ni kujenga nyumba kwa ajili ya watumishi, tuna dhamana ya kujenga nyumba kwenye maeneo ambayo watumishi wanafanyia kazi. Vituo vya afya, shule na maeneo mengine yanayofanana hiyo, ili kuondoa tatizo la makazi kwa watumishi wa umma. Na kama unavyojua, serikali imewekeza zaidi kwenye miundombinu ya vituo vya afya, shule. Kwa hiyo nyumba ni kitu muhimu ambacho kinahitajika kufanyika. Taasisi ya Watumishi Housing chini ya Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma imekuja na mpango kwa kushirikiana na TAMISEMI na ofisi zingine kuweza kuboresha makazi kwenye sehemu ambazo watumishi wa umma wanafanya kazi, hasa mashule na vituo vya afya. Kwa mwaka wa fedha ambao unaisha Juni, tulikuwa na fedha zilitengwa bilioni 3.2 kwa ajili ya uendelezaji wa nyumba. Na tumeishaanza kazi hizo sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa ndio kwanza tunaanza. Lakini mpango mzima wenyewe tunakadiria kufanya nyumba zaidi ya 1000 kwa thamani ya bilioni 89. Na itakuwa inaendelea kadri serikali itakapokuwa inapata fedha. Kwa sasa mpango ambao unaisha ambao unatekelezwa kama hilo jengo linaonekana hapo nyuma. Hapa ni Dodoma ambao tunatekeleza. Kwa hiyo tunatekeleza kwenye sehemu ambazo tayari shule zipo, serikali imewekeza, ila nyumba za watumishi hazipo. Kwa hiyo tunafanya kwenye shule ya Mlezi Dodoma, ambalo hapa ni kwa sababu ni mjini. Tunajenga jengo linaloenda juu, ni gorofa. Katika hiyo fezi ya kwanza tuna hili jengo linajengwa la gorofa litakaokuwa na familia 12. Linaendelea na tunatarajia tulikamilishe mwishoni mwa mwezi wa 11. Kisha anaelezea miradi mbalimbali ya makazi kwa watumishi wa umma ambayo hadi sasa imeshatekelezwa mijini na vijijini. Tumejenga kwenye sehemu za wilayani. Wilayani kwa tunajenga nyumba ambazo ni za chini, kwa sababu serikali imeweza kupeleka umeme
na vile vile inafanya jitihada za kupeleka maji. Kwa hiyo nyumba tulizojenga kule ni za chini, lakini ni nyumba za aina mbili. Aina ya kwanza ni nyumba ambayo familia 6 zinakaa, lakini nyingine ni familia 3 zinakaa. Kwa hiyo ni nyumba nzuri ambazo kwa kweli tumejitahidi na tumezikamilisha, na sasa tuko njiani kwenda kuzikabidhi kwa watumiaji. Tumejenga Songea kituo cha afya cha Kilagano, tumejenga kwenye shule ya sekondari Songea DC, tumeenda kujenga shule ya msingi Kijiweni. Ni shule kongwe sana ya muda mrefu, na mtaiona mazingira yake imeanza muda mrefu, ina mahitaji makubwa ya makazi. Kwa nyumba tuliyojenga Kijiweni ni nyumba kubwa ya nyumba 6. Katika hii kwa sasa tutakuwa tumeondoa matatizo kwa 98%. Walimu wote watakuwa wamepata makazi wanaofundisha katika hiyo shule ya Kijiweni. Lakini vile vile tumeenda kujenga kwenye kituo cha afya Makunda Iramba Singida. Tumejenga kituo cha afya hospitali ya wilaya Msoga Chalinze kwa kuongezea ili hospitali zile, kwa sababu serikali imewekeza fedha nyingi pale. Kwa hiyo watumishi wanazidi kuongezeka na hawana sehemu ya kukaa. Kwa hiyo tumejenga hapo. Vile vile tumeenda kujenga sehemu za Mpwapwa ambazo zina mahitaji. Tumejenga sehemu 2, shule ya msingi Charudewa, Lumuma, ambazo tayari hizi zimeshakamilika na mwezi huu walimu watakabidhiwa waingie. Lakini mpango vile vile serikali upo kwa mwaka huu, tutaendelea kujenga nyumba zingine 75. Nikisema 75 ni familia 75 zitaweza kupata nyumba. Hapa tulipo tutaongeza jengo lingine lenye nyumba hizo 12. Kwa hiyo familia 12, jumla zitakuwa nyumba 24 hapa. Tutaendelea sehemu mbalimbali kwa kadri mpango utakuwa ni endelevu kwa kadri serikali itakavyoona, na tutafanya zaidi. Mjini tutakuwa tunajenga nyumba za kwenda juu kwa sababu ya maeneo. Hatutaki sana tugawe tukipeleke. Kwa hiyo tutaendelea kuzijenga hizo nyumba, na ndio mpango endelevu tutakaoendelea kufanya nao. Kwa hiyo serikali katika mwaka wa fedha ujao imetenga zaidi ya bilioni 4.2 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi unaofuata ambao utatekelezwa kwenye mikoa ya Dodoma, Lindi, Kigoma na Mbeya. Kwa hiyo tutaendelea kadri serikali inavyotoa fedha kuendeleza mpango huu ambao tunaendelea nao wa makazi. Watumishi housing kwa sababu inajenga nyumba kwa ajili ya kuuza, kuwauzia watumishi wa umma, ambao thamani sisi tunauza ni 10% mpaka 30% ya thamani ya soko. Nyumba zetu ndio ziko hivi. Kwa hiyo nyumba tunazijenga hapa Dodoma, tunajenga Dar es Salaam na mikoa mingine, Mwanza, Arusha, Mbeya. Tutajenga hizo nyumba kwa ajili ya watumishi wa umma kununua. Kwa hiyo hizi nyumba tunaendelea nazo, na tumezingatia kwamba ni watumishi wa umma ambao vipato vyao viko chini. Wito wetu ni kwamba bado tunaendelea na mazungumzo na serikali kuangalia vile vitu ambavyo vinaweza kuendelea kushusha gharama za nyumba kwa watumishi wa umma. Kwa hiyo tutaendelea kuongea na serikali kupitia wizara tuweze kuangalia ni vitu gani vinashusha. Mfano gharama za vifaa vikisamehewa kodi ya thamani vitashusha kwa 18%. Kwa hiyo mtumishi wa umma ataweza kununua nyumba chini ya 18%. Lakini sasa hivi lazima tuweke 18% kwa sababu inatulazimu tuuze kwa kuongeza ongezeko la thamani ambayo ni 18%. Lakini tunawahimiza wafike ofisi za watumishi housing Dodoma, Dar es Salaam na sehemu nyingine ambazo tupo, wapite kwenye mitandao ya kijamii ya kwetu waweze kupata taarifa za miradi ambayo inaendelea. Baadhi ya wafanyakazi wa kada mbalimbali ikiwemo afya na elimu wameonekana kunufaika zaidi kwa kupata sehemu bora za kuishi. Tumefika katika kijiji cha Chaludewa wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma, mahali ulipo mradi wa nyumba za walimu. Ninapenda kushukuru serikali ambayo imetusaidia kuweza kutuletea jengo hili la 3-in-1, nyumba kwa ajili ya walimu. Lakini pia nishukuru kwa kuwasaidia shirika la Watumishi Housing Investment, kwa sababu nao pia ni wapongezi, wamefanya kazi nzuri, wametumia fedha vizuri. Jengo kama mnavyoliona, jengo zuri, linavutia, linapendeza, limekaa vizuri. Kwa hivyo kwa uwepo wa jengo hili utatusaidia sana sisi kama walimu, kwa sababu tulikuwa na nyumba moja hapo awali. Walimu wengi wako wanaishi mbali na eneo la shule, hali ambayo ilikuwa inawapelekea kufanya kazi kwa ugumu. Lakini pia
kuna walimu walikuwa wakiajiriwa kuletwa mahali hapa, wakikuta hamna nyumba basi walikuwa wanaondoka, hawawezi kukaa kwenye kituo. Lakini kwa uwepo wa hii nyumba itatusaidia walimu kubaki vituoni, lakini pia itapunguza uchelewaji, lakini pia itaamsha ari ya walimu kufanya kazi. Kama unavyoiona nyumba ni ya kisasa, kwa hivyo lazima tuna mikakati ambayo kila atakayeingia kuishi kwenye hii nyumba lazima atatakiwa kuizingatia. Nyumba yetu hatutaweza kutumia kuni humo ndani kupika kwa sababu majiko ni ya kisasa. Tutatumia gesi kuweza kupika vyakula vyetu humo ndani. Kwa hiyo tutaweza kuitunza nyumba yetu kwa uangalifu mkubwa sana. Tumepokea mradi kwa pesa za serikali, lakini waliotusaidia watumishi housing tunaupongeza mradi, lakini pia tunaushukuru. Kwa kweli umetusaidia. Walimu wetu walikuwa wanatoka umbali mkubwa sana kufika shuleni, lakini kwa sababu tumeshajengewa nyumba kulingana na pesa hizo za serikali na msaada wa hao watumishi housing, tunashukuru sana. Maana walimu wetu sasa watafanya kazi kwa ufanisi kuisaidia shule yetu. Kwa katika hilo kwa kweli nashukuru sana. Mradi tumepokea kwa mikono miwili kwa niaba ya wananchi wangu. Nawashukuru sana. Kwa ujumla nyumba hizi 6 ambazo tumezipokea, tunashukuru sana serikali kwa sababu imetusaidia katika kuboresha mazingira ya utumishi katika shule yetu. Tulikuwa na changamoto kubwa ya nyumba za kuishi za walimu, lakini sasa baada ya kupokea mradi huu tunashukuru sana serikali kutuwezesha hizi nyumba kuzipata na kutatua changamoto ambayo tulikuwa nayo kwa muda mrefu katika shule yetu. Walimu wakija hapa, wakitoka sehemu mbalimbali wakija hapa, utakuta sehemu za kuishi zile zinakuwa hazipo. Sasa ilikuwa naama, kwa kweli ni kweli ilikuwa naama kwa sababu mazingira ya kuishi ilikuwa ni duni. Ukiangalia katika sehemu za jijini hizi nyumba za kuishi ni chache sana. Sasa naamini kwamba baada ya ujenzi huu hii changamoto itakuwa imetatulika na wafanyakazi wataendelea kuishi katika eneo hili la Kijiweni. Ujenzi huu uliopo katika hatua za mwisho kukamilika wa makazi ya kisasa ya watumishi katika makao makuu ya nchi Dodoma, mbali na kubadili taswira na muonekano wa eneo hili la Mlezi, lakini pia umeleta faraja kwa walimu wanaofundisha shule ya msingi Mlezi iliyopo jirani na mradi huu. Kwa kweli tunashukuru sana kwa utendaji wa kazi, kwa namna ambavyo tumepata mradi wa nyumba za watumishi kwenye shule yetu. Tumepata ghorofa 3 floor 4 ambako walimu wangu hawatapata shida tena changamoto za kutoka mbali, watapata kuishi kwenye eneo la shule. Hivyo tunaamini katika utendaji wa kazi za walimu, walimu hao watafanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi, ambayo itapelekea jamii hii kupata huduma nzuri kutoka kwa walimu hawa, na haswa kitengo pia. Shule yangu ina kitengo maalum ambako watoto hawa watapata huduma nzuri kutoka kwa walimu kwa sababu watakuwa wanakaa kwenye eneo husika la shule. Hivyo ni shukuru serikali ya Tanzania kwa namna ambavyo inaendesha miradi hii, isifikie tu kwenye eneo hili moja, lakini tunaomba waende na sehemu nyingine ambako wana changamoto za nyumba za watumishi, ili katika swala zima la ufanisi wa kazi liweze kuboreshwa eneo la kazi. Kwenye swala zima la utunzaji utakuwepo ni mzuri kwa sababu ni kitu ambacho ni kizuri, tumekifurahia na jamii ya Mlezi imefurahia kuona kitu kama hiki. Kwa hiyo nina imani walimu wangu ni waelewa na jamii nzima ni waelewa. Kwa hiyo mradi huu utatunzwa na kila mmoja anaona ni kitu cha kipekee kwamba sisi tumependelewa katika eneo hili, kwa sababu kuna maeneo mengi wanatakiwa wapate huu mradi lakini hawajafanikiwa kuupata. Sisi ni kama tumepata bahati kubwa sana ya kujengewa eneo hili ghorofa 4. Sio kitu cha kitoto. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kiukweli upande wa jamii au upande wa wananchi wangu wamefaidika kwa kiwango kikubwa sana. Hususa ni vijana kupata ajira za muda, takribani vijana 60 ambao nilikuwa nawaona pale wanafanya kazi ambazo ni ajira za temporary. Na sio 60 tu, pengine ni 60 na zaidi, wamefaidika sana. Na jinsi jengo linavyozidi kuendelea mpaka likija kuisha, jamii itanufaika kwa kiwango kikubwa sana. Kuna ajira nyingi ambazo zitajitokeza. Bodaboda watapata kujikimu kwenye maisha yao,
lakini pia ajira ndogo ndogo, kufanya usafi. Lazima jamii itajumuika kufanya usafi kwa kukidhi majukumu yao, kwa kukidhi maisha yao ya kiuchumi, ajira zitapatikana. Nadhani kwa kweli katika jamii imenufaika sana, kwa sababu hata upande wa watumishi ambao watakuwepo kwenye eneo la shule, hususan walimu, ndio walengwa zaidi. Kwa shule yetu ikiwa na majengo ambayo walimu wanaishi kwenye eneo la shule, hata wanafunzi wetu changamoto ndogo ndogo, jamii itasaidika. Pale mzazi anapokuwa na changamoto na mtoto wake, akija kwenye eneo la shule, atamkuta mwalimu yupo kwenye eneo la shule, atamsaidia. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kuletewa huu mradi, utatusaidia mambo mengi sana ambayo sasa walikuwa watoto wanapata changamoto au wazazi wanapata changamoto, walimu wanaishi mbali. Mimi nadhani upande wa watumishi ambao watanufaika kuishi kwenye jengo, watanufaika kutokana na vitu mbalimbali. Kwanza hawatakuwa wanatoka mbali kama sasa hivi wanavyotoka. Mwalimu anatoka Michese anakuja kazini, muda mwingine anachelewa, unakuta vipindi darasani vinapita. Cha pili, watakuwa elimu imeboreshwa sana, yani wameboresha elimu yao sana. Kwa maana anatarajia kwamba kwa mradi huu ulioletwa hata kiwango cha elimu kitaongezeka, kwa sababu walimu hawatotoka maeneo ya mbali, watakuwa karibu na maeneo ya shule. Hilo la kwanza. La pili, katika shule ya msingi tuna watoto wa kitengo maalum, elimu maalum. Wale ni watoto ambao wanahitaji uangalizi sana. Kwa hiyo endapo ili jengo litaisha, baadhi ya watumishi watahamishwa kwenye hilo jengo, wao watakuwa ni waangalizi wa wale watoto, kwa sababu watoto wa kitengo maalum ni watoto ambao wana uangalizi mkubwa sana. Matunda mengine ya kazi nzuri iliyofanywa na serikali kupitia taasisi ya Watumishi Housing Investments katika kuboresha makazi ya watumishi yanaonekana hapa katika wilaya ya Iramba, Singida na Songea mkoani Ruvuma. Waseme nini watumishi hawa zaidi ya shukrani kwa kile kilichofanyika? Tunashukuru serikali kwa kuleta mradi wa ujenzi. Mradi huu utaweza kusaidia kwetu sisi watumishi kuhusu hasa kuwa mbali na kituo katika maeneo ya kazi, ambapo tulikuwa tunapata changamoto ya kupata dharura za wagonjwa, hasa wamama wajawazito na watoto wachanga. Pia tulikuwa tunapata changamoto ya kuhudumia wagonjwa ambao walikuwa wanapata changamoto ya magonjwa ambayo yalikuwa hasa tulikuwa tunapata hadha hiyo wakati ambao sio wa kazi. Inabudi kutunza huu mradi kwa kuwa ni mradi endelevu, na sio kwetu sisi tu, hata kwa wafanyakazi ambao watapatiwa nafasi ya kuja eneo husika. Tutajitahidi sana kutunza mradi kwa kuwa ni mradi ambao unaleta faida katika jamii, na ni bahati sana kupata mradi huu. Mnamo mapema mwaka huu tulipokea mradi toka Watumishi Housing. Mradi huu ni mkubwa, umejenga nyumba za kutosha kukaa kaya 6, kwa maana ya 6 in 1. Awali watumishi wa kituo hiki tulikuwa tunatokea mbali kidogo, takriban zaidi ya kilomita 5, kwa maana huko ndiko ambako makazi ya wananchi yanapatikana. Kwa hiyo kila siku tulikuwa na jukumu la kusafiri, aidha kwa bodaboda, aidha kwa private. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia gharama. Kwa hiyo baada ya huu mradi kufika, tunatarajia watumishi kaya 6 watakuwepo hapa. Hii itarahisisha sana, kwanza watumishi wenyewe kuwapunguzia gharama ya kusafiri kila siku, lakini pia kurahisisha huduma kwa wananchi, kwa maana awali mpaka kuwapigiwe simu wafanywe call kutoka mbali ilikuwa inakuwa changamoto kidogo. Lakini baada ya nyumba hizi tunatumaini tutatoa huduma kwa urahisi, kwani zipo karibu na hospitali. Lakini pia kwa namna pekee tusahau kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano ambayo imetoa fedha kuweza kutekeleza huu mradi. Kwa uongozi wake uliothabiti, waliweza kutuona sisi ni mbali sana huku, lakini wameweza kutuona ili tu kurahisisha
wananchi waweze kupata huduma kutoka kwa wataalamu wake ambao wanapatikana karibu. Tutaweza kuhudumia wagonjwa kwa wakati, kwa muda wowote, usiku na mchana, kwa sababu tupo mazingira ya karibu na hospitali. Wito wangu kwa watumishi ambao wataishi katika nyumba hizi, kwanza wazitunze kama ambavyo watumishi housing wametuthamini, basi na sisi tukayathamini majengo haya, kwa sababu sio kwa kizazi hiki tu, ni mradi umejengwa kwa uimara mkubwa. Tunatarajia hata vizazi kadhaa vya watumishi watakao kuja waukute mradi bado nyumba kama mnavyoona zinapendeza, ziendelee kupendeza hivi. Kwa wito wangu kwa watumishi, wautunze mradi, wayatunze majengo haya. Kwa kweli tulikuwa na changamoto kubwa sana ya makazi ya watumishi hapa, lakini baada ya kufika mradi huu, kwa kweli mmekuwa mwarobaini mkubwa kwa watumishi pamoja na huduma ambazo zitaendelea kutolewa hapa. Miradi hii mbalimbali ya ujenzi ambayo mingine imeshakamilika kwa wakati wowote watumishi wataingia, licha ya kutatua changamoto za makazi kwa watumishi wa umma, lakini pia imekuwa sehemu ya ajira kwa wananchi. Kuwa kama huu katika mazingira haya, kwa sababu umetusaidia kuondokana na kukaa nyumbani bila shughuli yoyote ya kufanya. Pia tunapata riziki za kila siku, na sio sisi tu, hata majirani ambao wametuzunguka hapa, hata mamalishe na wafanyabiashara wengi wananufaika na mradi huu. Basi tunashukuru serikali na tunaipongeza. Tunaomba pia waendeleze miradi kama hii, hata kama sio hapa na mikoa mingine na sehemu zingine, walau vijana waweze kupata ajira, wajibidiishe, watoke katika mazingira ya kukaa nyumbani au kuwa tu vijana wa mtaani bila shughuli yote ya kufanya. Naam, mtazamaji, natumaini umefahamu vyema utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi unaotekelezwa na serikali kupitia taasisi ya Watumishi Housing Investments, ili kuhakikisha watumishi wa umma wanaishi katika makazi bora, hasa wale waliopo maeneo ya mjini na nje ya mji. Makazi bora na salama kwa kila mtu. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.